Mtazamaji, je, unafahamu kuwa jamii ya wafugaji ya Waborana inayopatikana katika kaunti za Tana River, Isiolo na Marsabit inazidi kukumbatia utawala wa kifalme? Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaangazia kutawazwa kwa mfalme wa 72 wa jamii hiyo. Mfalme huyo akitwikwa majukumu ya kuiongoza jamii hiyo kutoka makao makuu ya Yabalo kwenye taifa la Ethiopia. Misafara mirefu ya magari na watu wanaotembea ndio taswira itakayokuvutia na pengine udhanie ni msafara wa rais kazuru eneo fulani. Japo ni hafla ya kitamaduni ya kumtawaza mfalme wa 72 wa jamii ya wafugaji ya Waborana. Hafla hiyo ikiandaliwa katika mji wa Yabalo kwenye taifa la Ethiopia na kuwajumuisha Waborana kutoka taifa la Kenya na mwenyeji wake Ethiopia. Kila mmoja amevalia mavazi rasmi ya kumtambulisha, huku waume wakiwa na fimbo mkononi na kofia ya aina yake. Na mfalme pamoja na kikosi chake wanawasili wakiwa kwa farasi. Jamii ya Borana ambao wanakaa Kenya, haswa sehemu ya Tana River, sehemu ya Isiolo County, sehemu ya Marsabit County, na salamu ya Oromo kwa jumla ya wananchi tukufu wa Kenya. Sisi tumekuja kuhudhuria sherehe ya Bali ambapo Abagada wa Borana ambao anadumu miaka 8 sasa amekamilisha miaka hizo 8 na mwingine mpya ameteuliwa. Baada ya kutawazwa kwa mfalme na kuwa zamu ya kutoa baraka kwa wageni waliofika na wanaosaka baraka yake, akina mama wakitakiwa kuketi kwenye viti maalum vya kitamaduni sawa na kibatali. Mfalme wa 72 anayetua mikoba ya uongozi wa jamii ya Waborana ataongoza jamii hiyo kwa miaka 8 kabla mfalme mwingine kutawazwa. Utawala huo wa kifalme umekisiwa kuleta uwiano miongoni mwa wanajamii hiyo kutoka pande mbili, Kenya na Ethiopia. Aidha, mfalme huyo huongoza vikao vya bunge la Waborana kule Ethiopia kwa kupasisha sera za kuiongoza jamii hiyo pasi kujali mipaka. Boniface Barasa, Runinga Citizen, mji wa Yabale, taifa la Ethiopia.